kutufikisha hadi dakika hii. Kwa hivyo tumfurahie tukijua kwamba yeye yu upande wetu na hakika ni Mungu mwenye upendo. Bwana apewe sifa. Asubuhi ya leo tutaingia katika kitabu cha Mwanzo 4. Genesis 4. Some kuanzia 1. Mwisho kena anamuka mwisho wake Hawa nake akigeiru agiciara Kaini akiuga atiri ndikugĩa na mwana wa mũndũ mũrũme nĩ ũndũ wa gũteithio nĩ Jehova. Na ningĩ agĩciara Habili mũrũ wa nyina, nake Habili ũcio arĩ mũrĩithi wa mbũri, no rĩrĩ Kaini arĩ mũrĩmi. Na matukũ mangĩathira Kaini agĩtwara irio imwe cia mũgũnda ituĩke nyaki ya Jehova. Onake Habili agĩtwara mbũri imwe ciake iria ciarigithathĩtwo nĩ mbũri cia rũru rwake ona maguta mamwe macio. Nake Jehova agĩtĩkĩra Habili na ihaki rĩake, no rĩrĩ ndaigana gwĩtĩkĩra Kaini na ihaki rĩake. Nake Kaini agĩcinwo nĩ marakara agĩtuĩka gĩthiithi. Nake Jehova akĩũria Kaini atĩrĩ, warakara nĩkĩ? Na ningĩ watuĩka gĩthiithi nĩkĩ? Ithe ũngĩka wega ndũngĩtĩkĩrwo onawe, no ningĩ ũngĩtuĩka atĩ ndũgwĩka wega rĩ, wĩhia ũgũkuoheria o mũromo-inĩ. Na kwĩrirĩria kwaguo nĩgũgũkorete, no rĩrĩ we no nginya ũũhotage. Nake Kaini akĩra Habili mũrũ wa nyina ũhoro. Bwana asifiwe. Ati Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba akamzaa Kaini, akasema nimepata mtoto mwanaume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema utapata kibali, na usipotenda vyema dhambi iko inakungojea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunaona ndugu wawili, Habili na Kaini. Na tunaambiwa kwamba Kaini alikuwa ni mkulima, Habili alikuwa mchunga kondoo, Kaini alikuwa mkulima ardhi. Na wakaleta sadaka mbele za Bwana. Kaini akaleta mazao ya ardhi kama sadaka kwa Bwana, naye Habili akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Na tunaambiwa kwamba Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kwa hivyo Bwana akakubali sadaka ya Habili, lakini hakukubali sadaka ya Kaini. Wote wameleta sadaka mbele za Bwana, na Bwana akakubali Habili, lakini hakukubali ya Kaini. Na tunaambiwa ya kwamba Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Kwa hivyo akawa wa kukasirika, na kukasirika kwake ni kwa nini? Kwa sababu Bwana amekubali sadaka ya Habili, lakini hakukubali sadaka yake kama Kaini. Bwana amekubali ya ndugu yake, lakini hakukubali yake. Na kwa hivyo Kaini akawa na hasira, akakasirika sana, akakadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Na Bwana
akamwambia Kaini. Kwa hivyo kumbuka kwamba Bwana amekubali Habili, hakukubali ya Kaini. Na kwa hivyo Kaini akawa wa kukasirika, lakini Bwana anamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Kwa nini una ghadhabu? Kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali. Bwana apewe sifa. Ati kama ukitenda vyema hutapata kibali, kuonyesha kwamba Bwana hakuwa anamchukia Kaini. Bwana apewe sifa. Si ati kwamba alikuwa amemchukia, lakini kuna jambo Kaini angetenda angekubalika mbele ya macho ya Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna jambo ambayo kama angetenda Bwana angemkubali, sababu anamwambia kama ukitenda vyema hutapata kibali, kumwonyesha kuna jambo ukitenda nawe pia utapata kibali kama ndugu yako. Hata wewe nitakukubali kama vile nimekubali ndugu yako. Bwana apewe sifa. Ati kama ukitenda vyema hutapata kibali. Bwana asifiwe. Hautapata kibali, kumwonyesha sijakukataa lakini nitakukubali. Tenda vyema nami kama Mungu wako nitakukubali. Nitakubali hata sadaka yako. Bwana apewe sifa. Ati kama ukitenda vyema hutapata kibali, lakini usipotenda vyema dhambi iko inakungojea mlangoni, nayo inakutamani. Inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Usipotenda vyema dhambi iko. Usipotenda vyema dhambi iko inakungojea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna dhambi Bwana aliona iko mlangoni inamngojea Kaini, kwa sababu hakuwa ametenda vyema, alikuwa ameanguka. Ameona mwingine ametenda vyema zaidi yake, ameona mwingine amekubaliwa. Kwa hivyo sasa ameingiwa na uwivu sababu ya mwingine. Bwana apewe sifa. Mimi sijafanikiwa, fulani amefanikiwa, sasa nimeingiwa na uwivu sababu yule amefanikiwa na mimi sijafanikiwa. Bwana asifiwe. Yule ameinuliwa na mimi sijainuliwa, yule amekubalika mimi sijakubalika. Na kwa hivyo uwivu ikamuingia Kaini kwa sababu ya kile kimefanyikia ndugu yake ambacho hakijamfanyikia yeye. Bwana apewe sifa. Lakini sio kusema ametupwa, amewachwa. Bado anaambiwa ukitenda vyema na wewe pia utakubalika. Bwana apewe sifa. Lakini anaambiwa kumbuka, usipotenda vyema dhambi iko inakungojea, inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Kaini, Bwana apewe sifa. Ati inakungojea lakini walakini yapasa uishinde. Kwa hivyo anaambiwa kwamba ni yeye lazima ashinde hiyo dhambi. Bwana asifiwe. Hiyo dhambi ambayo inamotea, hiyo dhambi ambayo iko mlangoni, hiyo dhambi ambayo iko karibu kutendeka, anaambiwa inampasa yeye aishinde. Bwana asifiwe. Ako na nguvu kushinda hiyo dhambi. Asipochunga hiyo dhambi itamshika, naye atakuwa wa kumuondokea Mungu. Bwana apewe sifa. Hebu soma kutoka 9. Kaini akira Habili mũrũ wa nyina ũhoro ũcio. Na rĩrĩ, gũgĩkinya atĩrĩ, rĩrĩa marĩ mũgũnda Kaini agĩũkĩrĩra Habili mũrũ wa nyina akĩmũũraga. Nake Jehova akĩũria Kaini atĩrĩ, mũrũ wa nyũkwa Habili eha? Nake Kaini akĩmũcokeria akiuga atĩrĩ, niĩ ndiũĩ. Kaĩ akĩrĩ ni mũmenyereri wa mũrũ wa maitũ? Nake akĩmũũria atĩrĩ, nĩ atĩa wĩkĩte? Mũgambo wa thakame ya mũrũ wa nyũkwa nĩũrangaĩra umĩte thĩ. Na rĩu we nĩ wagwatwo nĩ kĩrumi kiumanĩte na tĩĩri, o ũcio wathamire kanua wanĩrĩrie thakame ya mũrũ wa nyũkwa guoko-inĩ gwaku. Warĩma mũgũnda, tĩĩri ndũgacoka gũkuonera kĩrĩa kiumaga hinya-inĩ waguo. Ningĩ ũngĩtuĩka mũũri, ningĩ ũgũtuĩka mũũri wa kũrũraga gũkũ thĩ. Bwana asifiwe. Ati Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwapo uwandani, Kaini akamuinukia Habili nduguye akamuua. Bwana asifiwe. Kwa hivyo uivu haikuwa imetoka ndani ya Kaini. Bwana asifiwe. Sababu huyu amebarikiwa, huyu ameinuliwa, huyu amekubaliwa na Mungu. Kwa hivyo kukawa na jambo ndani ya Kaini. Bwana asifiwe. Sasa hakumpenda ndugu yake kama mbeleni. Sasa alimwangalia na njia nyingine tofauti.
anamuona kama labda ni competition. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo sasa ndani ya Kaini akajua atamwangamiza ndugu yake. Akamwambia ndugu yake ati waende uwandani. Na walipokuwa kule, Kaini akamuinukia Habili nduguye, akamuua. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sasa akaua ndugu yake. Nakumbuka Mungu alikuwa shamwambia kuna dhambi inakuotea, iko mlangoni, inakupasa wewe uishinde. Bwana asifiwe. Kwa nini? Sababu haujatenda vyema. Mwingine ametenda vyema kukuliko. Sasa wewe kuna dhambi inakuotea. Bwana apewe sifa. Na ndio wivu ambao ilimuingia Kaini, na Kaini akamuinukia ndugu yake na akamwangamiza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama Kaini hangeona Habili amekubalika, haingemsumbua. Bwana asifiwe. Hata kama yeye hangekubalika, lakini kama ndugu yake hangekubalika, haingemsumbua. Bwana asifiwe. Lakini sababu yule amekubalika na ni ndugu yangu. Bwana asifiwe. Sisi sote tumetoka nyumba moja, labda kwa nini yeye akubaliwe na mimi nisikubaliwe? Bwana apewe sifa. Kwa hivyo akawa na wivu, akamuinukia ndugu yake na akamuua ndugu yake. Bwana asifiwe. Ati Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono yako. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo sasa Kaini akawa wa kulaaniwa na Mungu sababu ya hicho kitendo. Bwana asifiwe. Na alikuwa ameshapatiwa warning, jichunge. Bwana apewe sifa. Kuna dhambi iko mlangoni. Hebu tuende hapo katika bado still Mwanzo 37. Mwanzo 37. Anzia hapo 3. Matere, Israeli yendete Yusufu muno, ukirate hakiri iki ciake ciothe. Ni undu niwe morio uria aciarite emukuru. Na niamuthumithirie kanjo ya rangi wa mithemba mingi. Nao ariũ arĩa angĩ a ithe makĩona atĩ ithe wao nĩamwendete gũkĩra acio angĩ othe, makĩmũthũũra, makĩremwo nĩ gũcoka kũmwarĩria na wega. Bwana asifiwe. Na Yusufu akirota kiroto, acha niendelee kwanza na ati basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake. Akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Bwana asifiwe. Again tunamuona ndugu mwingine ambaye baba yake akampenda kuliko wengine. Bwana asifiwe. Naye ni Yusufu. Baba yake akawa wa kumpenda Yusufu kuliko vile alipenda wale wengine. Na tunaambiwa kwamba alimpenda akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo naye Yusufu pia vile alipendwa na baba yake, ikawa tena ni chanzo cha vita kati yake na ndugu zake. Bwana asifiwe. Ndugu zake wameangalia, wameona yeye anapendwa, yeye hata ametengezewa kanzu ndefu. Bwana asifiwe. Wakawa na wivu, wakaanza kumchukia. Kwa nini? Kwa sababu baba yake amempenda. Bwana apewe sifa. Na tunaambiwa kwamba walimchukia wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Sasa ikawa kwamba hata katikati yao ushirika sio kama ya mbeleni, sio yule ndugu yao wa mbeleni. Kwa nini? Sababu baba yake amempenda. Bwana asifiwe. Kwa sababu baba yake amempenda yeye kuliko vile amewapenda wengine. Bwana apewe sifa. Vile vile tu Kaini aliangalia kaona Habili amekubalika na yeye hajakubalika, akawa na wivu. Bwana asifiwe. Na akawa na jambo ndani yake ambayo ilikuwa ni hatari mno. Bwana apewe sifa. Na tunaona hata hawa ndugu zake Yusufu pia nao wakaanza kuona wivu,
Kwa nini huyu ndiye amependwa zaidi? Bwana apewe sifa. Wakaanza kuwa na jambo ndani yao. Hati hawakumuongelesha, hawakusema naye kwa amani. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hata kuzungumza naye, vile unaweza zungumza na mtu mwingine vizuri, labda Yusufu akianza kuongea, sasa hata kuzungumza inabadilika. Hawasemi naye kwa amani. Bwana asifiwe. Labda hata sauti inabadilika, inakuwa tofauti wakati wanamzungumzia yeye, sababu hawasemi naye kwa amani. Hebu endelea tani. Yusufu akirota kiroto, akihe ario aide uhoro wakio. Na makirereria kumuthura nĩũndũ wa uhoro ũcio. Akĩmera atĩrĩ, "Gathikĩrĩria ida mũthaitha, kiroto gĩkĩ ndotete. Atĩrĩrĩ, nĩkuo hatũrohaga itĩa cia ngano tũrĩ mũgũnda, na atĩrĩ, gĩtĩa gĩakwa kĩrehanda na igũrũ, nacio itĩa cianyu irathiũrũrũkĩria gĩakwa mbarĩ ciothe, irakĩinamĩrĩra ikĩnyihĩrie." Nao ariũ a ithe makĩmũria atĩrĩ, "Aka gũthamaka wanya gũtũthamakĩra we, ona kana ũhagũtwatha?" Magĩgĩkĩrĩrĩria kũmũthũra mũno nĩ ũndũ wa iroto ciake, ona nĩ ũndũ wa ndeto iria aragia. Ningĩ akĩrota kĩroto kĩngĩ, akĩhe ariũ a ithe ũhoro wakĩo, akiuga ũũ, "Atĩrĩrĩ, rĩu ndĩkũrota kĩroto kĩngĩ ona kĩo gĩkĩ. Atĩrĩ, ndiona mweri ona njata 11 ikĩnyinamĩrĩra ciĩnyihĩrie." Nake Yusufu akĩra ithe ona ariũ a ithe ũhoro wakĩo. Ithe akĩmũkania, akĩmoria atĩrĩ, "Kaĩ kĩroto kĩu ũrotete gĩgĩtariĩ atĩa? Akaniĩ na nyũkwa na ariũ a thoguo haya gũkũinamĩrĩra we." Ariũ a ithe makĩmũiguĩra ũiru, no rĩrĩ ithe agĩtũũra aigĩte kiugo kĩu ngoro. Bwana asifiwe. Ati Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Bwana asifiwe. Kumbuka ndoto yenyewe ameota sio ni Mungu amemwonyesha, lakini bado ndugu zake wakazidi kumchukia. Akawaambia, "Tafadhali sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani. Kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu." Ndugu zake wakamwambia, "Je, kweli wewe utatumiliki sisi? Nawe utatutawala sisi?" Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Bwana asifiwe. Kwa sababu ameona, nao inaonekana walielewa hiyo maono. Bwana asifiwe. Walielewa ya kwamba inaonesha watainama mbele zake. Na kwa hivyo wakaanza kumchukia wakimuuliza, "Na wewe utatutawala sisi?" Sababu kumbuka wao ndio walikuwa wazee wake. Wao ni ndugu ambao ndio wazee kumliko. Yeye ni kijana kuliko. Bwana asifiwe. Kumbuka kwamba hao wengine ni wazee, yeye ni kijana. Yeye ndio last born. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo wanamwangalia, wanashindwa, sasa sisi utatutawala sisi? Bwana apewe sifa. Jambo ambayo hata zamani haikuwa vile. Haikuwa timu ndogo ndiye atawale wale wakubwa. Bwana apewe sifa. Na sasa wakamwambia, "Utatutawala sisi?" Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Ati akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake akasema, "Angalieni, nimeota ndoto nyingine. Na tazama, jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia." Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea, akamwambia, "Ni ndoto gani hii uliyoyota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi?" Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akahifadhi neno hili. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakazidi kumchukia, wakawa na wivu. Kwa nini? Ya ile mambo ambayo Mungu anamuonyesha. Bwana apewe sifa. Sasa kuna jambo anaonyeshwa ndani yake ya kwamba mwishowe baba na mama na hata ndugu zake watamuinamia. Bwana asifiwe. Ya kwamba atakuwa wa kuinamiwa. Na hiyo jambo ikasumbua ndugu zake, na ikawa kwamba wakaanza kumchukia zaidi. Bwana asifiwe. Kumbuka Kain aliona Habili amekubalika, akamchukia. Ndugu zake Yusufu nao wakaona kwamba Mungu anamuonyesha mambo, wakaanza kumchukia. Bwana asifiwe. Waliona kwamba baba yake wanampenda, nao wakaanza kumchukia. Bwana apewe sifa. Tunaambiwa kwamba hata wakuzungumza kwa amani kwake. Bwana asifiwe. Hebu soma hapo tu bado 18, katisema 18.
mamucirira makiuga mamurage maikiaraniria makiuga atiri ona imunene wa iroto ni agiokire riu ri kireke tumurage tumuike irima rimwe ria marima maya tukoiga atiri nene mujoru imurite tukakiona uria iroto ciake igagikinya. Bwana asifiwe. Wakamuona toka mbali, na kabla haja wakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama yule bwana wa ndoto anakuja. Kumbuka ako na jina Yusufu, ni ndugu yao. Bwana apewe sifa. Ati wakasema wao kwa wao, tazama yule bwana wa ndoto anakuja. Haya, twende tukamuue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Bwana apewe sifa. Sasa hata wamefika mahali pale Cain alikuwa amefika, kwamba wameanza kupanga wamwangamize ndugu yao. Kwa nini? Uivu iliwashika, kwa sababu yeye anaonekana kana kwamba anapendwa ama anainuliwa zaidi ya wao. Bwana asifiwe. Na kumbuka, wakiangalia wanaona si ndugu yetu, na kwanza sisi ndio tunafaa zaidi yake, sababu sisi ni wazee wake. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo wakawa na uwivu na hata kupanga kummaliza, ati waseme mnyama mkali alimuua. Bwana apewe sifa. Sasa wako na uwivu, imefika mahali sasa imetoka nje na wanataka wamwangamize. Bwana apewe sifa. Kwa nini? Bwana amembariki, Bwana anamuinua, Bwana kuna kitu, kuna kazi anafanya ndani yake. Bwana asifiwe. Nao kama ndugu zake wasielewe ya kwamba kile Bwana anafanya ndani yake kitakuja kuwasaidia wao. Bwana asifiwe. Kile Bwana anafanya ndani ya huyo ndugu Yusufu ni faida kwa hawa ndugu zake. Bwana asifiwe. Lakini wao hawaelewi, wao wanaangalia ni nani anapendwa, ni nani mkubwa dakika hii. Bwana apewe sifa. Na wasielewe ya kwamba kuna kazi Mungu anafanya na huyo kijana ambayo itakuja kuwa faida kwao. Bwana asifiwe. Ambayo itakuja kuwaokoa hata na wao. Bwana asifiwe. Yule kijana alikuwa ni mkombozi wao, na wasielewe. Bwana asifiwe. Yule kijana kulikuwa na kitu Mungu anatenda ndani yake ili iwafaidi hawa ndugu zake, lakini hawaelewi. Bwana asifiwe. Sababu mara mingi hatuelewi mpango wa Mungu. Mara mingi hatuelewi ni kazi gani Mungu anatenda katikati yetu, lakini tunaelewa vita zaidi. Tunajua kuinukia na kupigana, tunajua kukataana, tunajua kuanza sasa kugawanyisha, lakini tusielewe ni mpango wa Mungu ni gani katikati yetu. Bwana asifiwe. Hawa hawakuelewa ni nini Mungu anapanga na huyu kijana. Wao waliona kijana ambaye hafai, lakini ndiye anainuliwa zaidi ya wao ambao wanafaa zaidi yake. Bwana asifiwe. Wao wanafaa kwa nini? Sababu wao ni wazee. Wao ndio wale wakubwa zaidi. Kwa hivyo wao katika hali ya familia wao ndio wanafaa zaidi. Bwana asifiwe. Lakini huyu kijana anainuliwa. Hawaelewi ni kazi gani Mungu anatenda ndani yake. Hawajui ya kwamba kile Mungu anafanya ndani ya huyu kijana ni faida kwao. Bwana asifiwe. Hawaelewi ya kwamba kile Mungu anafanya ndani yake itawafanya hata wao waheshimiwe na mfalme wa nchi ya mbali. Bwana asifiwe. Lakini wao wanaangalia dakika hii, wanamwangalia kwa macho, na wao wenyewe wanadecide huyu hafai. Sisi ndio tunafaa. Bwana asifiwe. Na ndio unaona ndugu na dada, mara mingi hatuelewi mipango ya Mungu. Mungu hutumia mambo ambayo ni dhaifu. Mungu hutumia mambo ambayo hata sisi hatukubaliani nayo, lakini tukimwacha atende kama ilivyo mapenzi yake itakuwa faida kwetu. Bwana apewe sifa. Tukiacha Mungu atende kulingana na vile amepanga ni faida kwetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yusufu anainuliwa kwa nini? Kumbuka kwamba hainui Yusufu sababu ya Yusufu. Bwana asifiwe. Yusufu hiyo upendo wote anaonyeshwa ama kuinuliwa kule anainuliwa, hainuliwi sababu yake. Bwana asifiwe. Hainuliwi sababu yeye ni Yusufu. Anainuliwa sababu ya nyumba ya Israeli. Bwana apewe sifa. Anafanyiwa kile anafanyiwa sababu ya Israeli. Mpango wa Mungu haikuwa Yusufu.
ilikuwa ni Israeli, sababu amebariki Israeli. Bwana apewe sifa. Na ndio unaona mara mingi Mungu amebariki na ametuma ukombozi, nasi tunapigana na huo ukombozi. Bwana asifiwe. Tunapigana na huo mpango ambao Mungu anatumia. Bwana asifiwe. Tusijue mpango wake ni gani. Sisi tunasema tunapigana na fulani sababu yeye hafai. Bwana asifiwe. Bila kuelewa ndio njia ya Mungu ya kutukomboa. Bwana apewe sifa. Sasa wao nao wanapigana na huyu Yusufu. Hata wamepanga wamuangamize. Hawajui miaka itakuja kuwe na njaa, na wakose chakula, iwe kwamba hawana usaidizi, lakini Misri ndio itawasaidia. Na kule Misri huyu Yusufu ndiye atakuwa prime minister. Bwana asifiwe. Na kwa sababu yeye ndio prime minister kule Misri, yeye ndiye atakuwa kusema. Bwana asifiwe. Na wakiingia pale kama ndugu zake, nao wataheshimika, sababu wao ni ndugu wa prime minister. Bwana apewe sifa. Lakini hawaelewi. Bwana asifiwe. Na ndivyo pia unaona hata Yesu alipoingia ulimwenguni, walipigana naye, hawakuelewa huyu ndiye amekuja kukomboa nyumba ya Israeli. Bwana asifiwe. Hawakuelewa huyu ndiye amekuja ili waokolewe. Huyu ndio wamekuwa kingoja hiyo miaka yote. Bwana asifiwe. Lakini wao walipomuona Kristo, walianza mara moja kupigana naye. Wewe umezaliwa juzi, ulijuaje Abrahamu? Bwana asifiwe. Wewe hata tumekuona hapo ukigrow, unaweza kuaje wewe tu ulikuwa mwanzo? Bwana asifiwe. Wanapigana nayo. Na ndio ndugu na dada, Mungu njia zake sio lazima tuzielewe. Bwana asifiwe. Mungu ombi lako, jibu inaweza kuwa jambo ambalo hata wewe huelewi. Bwana asifiwe. Kuna jambo umekaa ukiombea, kuna mambo umekuwa ukiitisha, kuna mambo ambayo umekuwa labda ukimlilia Mungu miaka mingi, kama vile wana wa Israeli walikuwa wamelia miaka mingi, lakini ile njia anatumia kukuokoa ije na wewe usielewe, uanze kupigana naye. Bwana asifiwe. Mwana wewe ni kiauga, mimi huyu amezaliwa juzi, ni nini ananiambia? Mimi nimekaa wokovu miaka, na uelewi ya kwamba huyo unapigana naye ndio Mungu ametuma kama ukombozi wako. Bwana asifiwe. Huyo unang'ang'ana naye ndio Mungu amekutumia akutoe mahali ulikuwa umeanguka. Bwana apewe sifa. Hawa walikuwa wanajaribu kumaliza Yusufu. Hawajui huyu ndio Mungu amewatumia awaokoe. Asimame wakati dunia nzima imeenda chini. Wakati dunia nzima imekosa chakula, huyu atakuwa na chakula. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hatuelewi mara mingi njia za Mungu. Hatuelewi mipango yake ni mipango gani. Bwana asifiwe. Kile tunajua ni ile tunaelewa na akili yetu na tunaona na macho yetu. Bwana asifiwe. Na ndio unaona mara mingi makanisa au hata nyumba za Mungu watu wanapigana na hawaelewi. Bwana asifiwe. Mtu anaona kanisa mahali fulani watu wameanza kupigana na hawaelewi kwa nini Mungu amesimamisha hiyo kanisa pale. Bwana asifiwe. Watu wanaona mtu fulani wa Mungu amesimama mahali, wameanza kupigana naye. Hawaelewi kwa nini Mungu amesimamisha huyo mtu mahala pale. Bwana apewe sifa. Hawaelewi ni kwa nini Mungu anafanya kazi na huyo, hata kama anaonekana kwamba hafai. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Lakini tukinyamaza na tungojee Mungu atende kulingana na mpango wake, itakuwa ni faida kwetu. Bwana asifiwe. Kwa nini? Sababu mipango ya Mungu sio ya mtu mmoja, ni ya watu wake. Bwana asifiwe. Na chochote kile anaingiza hata katika nyumba yake ni ya kila mtu. Bwana asifiwe. Chochote kile Mungu anasimamisha hata katika hii nyumba, anasimamisha kwa ajili ya kila mtu, sio sababu ya mtu mmoja. Bwana asifiwe. Kwa hiyo usimpige huyo mmoja kwa sababu Mungu amempatia kitu fulani. Kile Mungu amempatia ni kwa sababu yako pia. Bwana asifiwe. Lakini wewe uko busy unapiga huu mmoja, ni kama akinyamaza sasa mmetoshana. Bwana asifiwe. Na huyo kile kilikuwa kinawekwa ndani yake ni majibu ya ombi ile umekuwa nayo miaka mingi. Bwana asifiwe. Lakini hatuelewi. Sisi ni vita. Bwana apewe sifa. Hebu ingie katika kitabu cha Wakorintho 12. First. Wakorintho wa kwanza 12. 1 Corinthians 12.
kuanzia 1. Ayo aithe witũ rĩ, ahoro wa maũndũ marĩa magĩagwo namo ma kĩroho rĩ, ndikũrigwo nĩ rĩa ũtariĩ. Mũtiũĩ atĩ rĩrĩa mwatũire mũrĩ andũ a ndũrĩrĩ, nĩ mwataragĩrĩrio ũhoro-inĩ wa mĩhianano ĩrĩa ĩtaragia, o harĩa hothe mũngĩrorio naho. Tondũ ũcio nĩ ngwenda kũmũmenyithia atĩrĩ, atĩ mũndũ ũkwaria arĩ na roho wa Ngai rĩ, gũtirĩ ũngiuga Jesũ aragwatwo nĩ kĩrumi. Ona gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kuuga atĩ Jesũ nĩwe Mwathani atarĩ na Roho Mũtheru. Na rĩrĩ, iheo iria iheanagwo ciumanĩte na wega wa Ngai nĩ mĩthemba mĩthemba, no rĩrĩ, Roho mwene cio no ũmwe. Mĩtungatĩre onayo nĩ mĩthemba mĩthemba, na Mwathani mwene yo no ũmwe. Onayo mĩĩkĩre ya maũndũ nĩ ĩtiganĩte mĩthemba, ĩndĩ Ngai no ũmwe. Ũcio wĩkithagia maũndũ macio mothe thĩinĩ wa andũ othe. No rĩrĩ, mũndũ o mũndũ aheagwo ũndũ wake ũrĩa wonanagia atĩ arĩ na roho, nĩgetha ũndũ ũcio ũgune andũ othe. Tondũ sina budi kujisifu ijapokuwa haipendezi, lakini nitafikiria maono na mafunuo ya Bwana. Namjua mtu mmoja katika Kristo yapata saa miaka 14 kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya 3. Nami namjua mtu huyo, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi, akasikia maneno yasiyotamkika ambayo haijuzu mwanadamu anenaye. Basi ndugu zangu, kwa habari za karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukiwa kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoongozwa. Kwa hiyo na maarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Bwana apewe sifa. Mtu yoyote ako na Roho wa Mungu ndani yake hawezi kusema Yesu amelaaniwa, hawezi kuingilia, hawezi kupigana, hawezi kung'ang'ana na Roho wa Mungu. Bwana apewe sifa. Hawezi pigana na Kristo. Mtu wote ambaye ako na Roho wa Mungu ndani yake, Roho hawezi kukuongoza kusema kwamba Yesu amelaaniwa. Bwana apewe sifa. Wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Nasi pia hatuwezi sema Yesu ni Bwana isipokuwa tuko ndani ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Tukisema Yesu ni Bwana ni sababu tuko ndani ya Roho Mtakatifu. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Kuna tofauti za karama, lakini Roho ni yeye yule. Pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Bwana apewe sifa. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Bwana asifiwe. Kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kuna kazi nyingi, kuna huduma nyingi, kuna karama nyingi, kuna kazi nyingi kati yetu, lakini yote inaongozwa na yule Roho mmoja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Roho hataingia ndani yako uingilie fulani, ama Roho aingie ndani yako utukane fulani. Bwana asifiwe. Sababu yule Roho anafanya kazi ndani ya ndugu yako, ndio yule Roho anafanya kazi ndani yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Roho haisi kuwa ati sasa tumekaa, Roho ameshuka anaongea mabaya ya fulani, ama Roho ameshuka pale anaongea mabaya ya yule mwingine. Bwana apewe sifa. Haezi anza kutupiganisha. Bwana asifiwe. Roho wa Mungu sio wa kutupiganisha. Tukiona hiyo dalili, hebu tujichunge ni roho mgani anazungumza. Bwana asifiwe. Roho sio wa kutupiganisha kama nyumba yake, kama watu wake. Bwana asifiwe. Haezi laani
walio wa Kristo. Hawezi tukana watoto wale wanaokolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Ni wa kutuleta, yeye anafanya kazi tofauti, lakini ni roho yeye yule mmoja. Bwana apewe sifa. Lakini anatenda kazi tofauti ndani ya kila mmoja wetu, lakini bado ni roho yule mmoja. Na tunaambiwa kwamba kila mmoja upewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana. Kila ufunuo tunapewa ni ya kufaidiana. Kile wewe unaonyeshwa, maono ile wewe unaona, ufunuo ule wewe unapata ni ili ifaidi wengine. Bwana asifiwe. Hatuonyeshwi itufaidi sisi wewe peke yako. Sioneshwi maono ndio mimi mwenyewe inifaidi peke yangu. Ninaonyeshwa ili ifaidi mwili wa Yesu, ili ifaidi kanisa, ili ifaidi wana wa Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo tikuga nekeheo yakwa ni ya kanisa. Sio yangu, ni ya kanisa. Sababu nimepewa ni faidi kanisa. Bwana asifiwe. Yusufu hakubarikiwa aende aringe yeye ni tajiri. Alibarikiwa Israeli barikiwe. Israeli okolewe. Iwe na mahali watakaa miaka 400. Mungu akitengeza hiyo taifa ndio aanze kutembea na hiyo taifa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ilikuwa ni mpango wa Mungu. Bwana asifiwe. Hata yeye mwenyewe alielewa, sio mimi, sio hata nyinyi mlikuwa mnanikosea. Hii yote ilikuwa ni mpango wa Mungu. Bwana asifiwe. Alikuwa mwenye hekima, kwa hivyo hata alielewa hii yote ilikuwa ni mpango wa Mungu, hata sio ndugu zake. Bwana asifiwe. Na ndio unaona hakuishi sasa na vita na ndugu zake, sababu alielewa ni nini Mungu anatenda ndani yake. Kwa hivyo kile jambo tunapewa ni ya kufaidi kanisa, ni ya kufaidiana moja na mwingine. Kwa hivyo kile umefunzwa hata usiku wa leo, kile hata ulifunzwa jana, ni ya kufaidi wengine. Bwana apewe sifa. Hebu endelea. Ndio wako heo ni roho le. Mundu mwe aliaga na uhoro wa kwaria uri ugi. Ungi akaria na uhoro wa umenyi mukinyaneru. Erekanire na wa roho oro ucio. Na kwa ungi akaheo witikio. Ni ndio wa roho oro ucio. Ungi akaheo uhoti wa kuhonania mirimu. Na ndio wa roho ucio umwe. Niki ungi akaheo uhoti wa kurika ciama. Ungi urathi, ungi uhoti wa gukurana maroho. Ungi huthio mathiomi. Na ungi utauri ahote gutaura thiomi icio. No riri maundu macio mothe no wira wa roho oro ucio umwe. Akigayagira andu ota uria ekwenda, o mundu mwanya, o mundu mwanya. Bwana asifiwe. Ati maana mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima. Yaani huyo roho hupea mwingine hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo roho yeye yule. Mwingine imani katika roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Bwana apewe sifa. Kuna wengine hata wako na zaidi ya moja. Bwana asifiwe. Akona hii na akona hii na, lakini wote ni roho hugawa kulingana na vile yeye apendavyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni yeye apendavyo. Kwa hivyo ikiwa roho amependa fulani ndiye afanye, fulani ndiye ainuke. Bwana apewe sifa. Ndugu na dada, tusiwe kama Kain, tuanze kuinukia yule ambaye amekubalika katika hiyo kazi. Bwana asifiwe. Ikiwa ni fulani amechukuliwa, tusiwe kama ndugu zake Yusufu, kuanza kupigana na fulani sababu yeye anaonekana kana kwamba Mungu anamuinua. Bwana asifiwe. Kumbuka anainuliwa sio kwa ajili yake, lakini kwa ajili yako wewe. Bwana asifiwe. Mungu anamfunulia sababu yako. Mungu anamuonesha sababu yako. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nasi tusianze vita sababu huyu ako na hii, mimi sina kama ya huyu. Bwana asifiwe. Kwa nini sio mimi nimepewa, ile fulani amepewa? Kumbuka ni roho anapeana kulingana na vile yeye apendavyo. Bwana asifiwe. Na vile yeye anapenda, kumbuka hiyo sio hekima ya mwanadamu, na hekima ya Mungu ndio bora zaidi. Bwana asifiwe. Sababu sisi wenyewe tukipewa tuchague,
Nikipatiwa niambue shika hizi karama, enda ugawane victory. Naanza kuangalia uso za watu. Huyu kai. Huyu wala vile muona sioni. Lakini fulani naona ule anakaa kwa bidii. Nampatia na huyo nimepatia hata ndio the wrong person. Bwana asifiwe. Huyo hata ndiye ataangusha hiyo kazi. Bwana asifiwe. Lakini ikiwa roho ndiye atafanya, kile roho uchagua machoni pa binadamu inaonekana haifai. Bwana asifiwe. Hata Yusufu hakuonekana kama yeye ndiye anafaa. Hata Daudi alipochaguliwa hakuonekana ni kama yeye ndiye anafaa. Bwana asifiwe. Lakini walifanya kazi ya Mungu kulingana na mapenzi yake. Bwana asifiwe. Hata Musa alipokuwa watu wakuona ni kama yeye ndiye anafaa. Hata Aaron ndiye alikaa anafaa zaidi ya Musa. Lakini Mungu aliangalia Aaron akajua wewe utawaliwa na watu. Huwezi fanya hii kazi. Bwana asifiwe. Akapatia Musa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo yeye ndio upeana kulingana na vile yeye anataka. Kulingana na vile yeye ameona vyema. Na kile yeye ameona vyema, hebu tuheshimu. Bwana asifiwe. Tuache iwe kama vile yeye ameona vyema. Hebu soma tu. Amre. Atore mwere wa mundu uri na ciga nyingi. Na mwere ucio no umwe. Na cio ciega ciothe ciaguo, ona ciatuĩka nĩ nyingĩ, no mwĩrĩ o ũmwe rĩ. Ũguo no taguo ũhoro wa Kristo ũtariĩ. Nĩ gũkorwo ithuĩ twabatithirio ithuothe nĩ ũndũ wa roho o ũmwe tũtuĩke mwĩrĩ o ũmwe. Tũrĩ Ayahudi kana tũrĩ Ayunani, ona kana twĩ ngombo kana tũtarĩ ngombo. Na ithuothe tũrĩkĩnyuithio roho o ũmwe. Amu mwĩrĩ ti wa kĩga kĩmwe, nĩ wa ciĩga nyingĩ. Koguo nĩ kũngiuga tondũ ti niĩ guoko rĩ, niĩ ndikĩrĩ na mwĩrĩ ũyũ rĩ, ũguo ndũngĩtũma kwage gũtuĩka kwaguo. Nĩkuo gũtũ kũngiuga na niĩ tondũ ti niĩ ritho rĩ, niĩ ndikĩrĩ na mwĩrĩ ũyũ rĩ, ũguo ndũngĩtũma kwage gũtuĩka kwaguo. Mwĩrĩ wothe ũngĩtuĩka no ritho rĩ, itheri rĩ, kũigua tũkĩiguaga nakĩ? Ningĩ mwĩrĩ wothe ũngĩtuĩka no gũtũ gũtheri wa kũigua nakuo rĩ, ĩkũnungĩra tũkĩnungagĩra nakĩ? Tũkĩnungagĩra nakĩ? No rĩrĩ, ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ Ngai nĩekĩrire o kĩga thĩinĩ wa mwĩrĩ o harĩa endete gĩikare. Na rĩrĩ, ciothe ingĩtuĩka no kĩga kĩmwe rĩ, mwĩrĩ naguo wakĩgĩa ha? Bwana asifiwe. Ati maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja. Vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, na sisi sote tulinyweshwa roho mmoja. Kwa maana mwili si kiungo kimoja, bali ni vingi. Mguu ukisema ya kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili, je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Na sikio likisema kuwa mimi si jicho, mimi si la mwili, je, si la mwili kwa sababu hiyo? Kama mwili wote ukiwa jicho, kuwapi kusikia? Kama wote ni sikio, kuwapi kunusa? Bali Mungu amevitia viungo kila mmoja katika mwili kama alivyotaka. Lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuelewe ya kwamba kile Mungu anatia ndani ya kila mmoja ambao ni tofauti na ya yule mwingine, ni ili kwamba tuwe mwili. Bwana asifiwe. Na mwili si kiungo kimoja, mwili wote si jicho. Bwana apewe sifa. Sababu kama mwili yote ni jicho, basi kuwapi kusikia? Kuwapi kunusa? Bwana apewe sifa. Mguu hawezi ukasema sababu mimi sio mkono, mimi sio wa mwili. Bwana asifiwe. Na ndivyo unaona wengi wakitaka kujitenga, sababu mimi sijapewa nifanye ile kazi, kwa sababu sasa mimi sio wenu. Bwana asifiwe. Kuna wengine hata utoka kwa makanisa sababu sijapewa ile kazi nilikuwa nataka. Bwana asifiwe. Sijapatiwa ile jambo mimi nilikuwa nataka nifanye. Bwana asifiwe. Sababu siko pale, basi mimi sio mmoja wenu. Si mmekataa nifanye hivi. Bwana asifiwe. Kuna wengi wanakuwa na attitude kama hiyo katika nyumba ya Mungu.
ambayo viungo, kumbuka kwamba ni roho amepeana. Bwana asifiwe. Na anasema kwamba ikiwa viungo vyote ni kiungo kimoja, basi mwili uko wapi? Bwana asifiwe. Kwa hivyo wote tuikaete hali hizo. Hivi wote si wote ni watu wa kuona. Bwana asifiwe. Hakuna kusikia, hakuna kunusa, hakuna mguu, hakuna mikono. Bwana apewe sifa. Hiyo sio mwili tena. Bwana apewe sifa. Lakini tumeunganishwa ili tuwe mwili. Hebu elewa ni which part una play katika huo mwili. Haleluya. Je, kwa huo mwili wewe ni kiungo gani? Na sababu wewe ni hii kiungo, usichukie ndugu yako sababu ni kiungo tofauti. Bwana asifiwe. Usichukie ndugu yako sababu kwa nini yeye ndiye anaonyeshwa. Umeshaona mara mingi tunaambiwa nani ameona jambo? Nani? Kuna wengine usimama mara mingi sana. Wameona. Bwana asifiwe. Hiyo ni jicho. Bwana apewe sifa. Usianze kupigana naye sababu kwa nini yeye ndiye anaona. Bwana asifiwe. Wewe elewa mahali unafaa kuwa. Wewe ndio utajielewa wewe ni kiungo gani. Bwana asifiwe. Jaribu kuelewa wewe ni kiungo gani. Bwana asifiwe. Na hata kama wewe sio hizo viungo ambavyo vinaonekana, using'ang'ane kuwa kiungo hicho. Kumbuka wewe ni mmoja wa mwili. Na jambo lolote lile Mungu anatenda ni kufaidi mwili. Bwana asifiwe. Na sababu wewe ni mmoja wa mwili, kumbuka kwamba hivyo viungo vyote vinafanya kazi kukufaidi hata wewe. Bwana apewe sifa. Lakini mara mingi tunatupa na tunaanza kukasirika sababu siko kama fulani ama fulani anasema hayuko kama wewe. Bwana asifiwe. Kuna mwingine labda akisimama hapa aimbe, kuna mwingine labda ndani yake anashindwa, kwa nini huyo ndiye anaimba, mimi naweza imba bora kumliko. Bwana asifiwe. Kwa nini huyo ndiye anafanya hivi, mimi naweza fanya bora kumliko. Bwana asifiwe. Hivyo sivyo tumeitwa tufanye. Bwana asifiwe. Ni roho kuchagua kulingana na vile yeye ameona. Mwili ni yeye ameumba. Haleluya. Yeye ndiye anaelewa huu mwili unafaa kukaa namna gani. Bwana asifiwe. Sababu umeona kuna wengine ufika mahali wanasema sababu mimi si mkono, mimi sio wa mwili. Na niko gorona kwa nale gagodie. Mwili unajaribu kwenda kugoko yote. Bwana asifiwe. Ameenda on strike sababu mimi sio mkono. Bwana asifiwe. Hebu fikiria umeenda hoteli na mtu weke mguu kwa meza aanze kula. Bwana asifiwe. Na yeye na mwoko, lakini amechukua mguu hapa, tukiwa mguu unataka kukula kama mkono. Bwana asifiwe. Saa zingine tunaharibu uso ama ulo beauty ambao Mungu anatengeza kati yetu na akili zetu na vile sisi tunaonelea inafaa. Bwana asifiwe. Kumbuka yeye ndiye aliumba mbingu na nchi, na alipoumba alisema nzuri. Na hata vile ameumba mwili wake ni mzuri tukiuacha ukae vile. Bwana asifiwe. Tukiuacha afanye kama vile anavyotaka. Bwana asifiwe. Tutaona mengi na tutaona makubwa. Hebu endelea kutoka 20. Na ulia kule, yete siga ni nyingi, na mwile ni omwe. Na leo litike hatakwenda ngo kwatire. Ngitire na bata nawe. Kana bote na ko wira magoro. Ngitire na bata na inywe. Na makiria muno, siga cia mwile iria cena gwa ijachu kule iria igere. Nicio itage tigeka. Na mere ile kule tona gata gutare na wagoteo muno. Hau ni tuheagwo gitio. Tuheaga gitio kinene makiria. Haria hona gote hari thoni, hagituo hagiriru gukira kuria kungi. Indi haria hathaka hatire undu hagirirwo ni gwikwo. Mwiriri Ngai ni kuiguithania awiguithanitie. Haria hatingiarite agikihahe gitio makiria mahari hangi. Nigetha mwire tukage na undu ugiwamukania no ati ciĩga ciaguo imenyanagĩrĩre o kĩgana kĩrĩa kĩngĩ. Na kĩga kĩmwe kĩngĩkorwo gĩkinyarirĩka, ciĩga iria ingĩ ciothe nĩnyirĩrĩkaga hamwe nakĩo. Na kĩga kĩmwe kĩngĩkorwo kĩhetwo gĩtĩo-rĩ, ciĩga iria ingĩ ciothe igagĩkenerera hamwe nakĩo. Rĩu-rĩ, nĩ inyuĩ mũrĩ wa Kristo, nake mũndũ wa mũndũ wanyu nĩ kĩga kĩaguo. Ona thĩinĩ wa kanitha, Ngai nĩekĩrĩte andũ amwe matuĩke o mbere atũmwo, akerĩ anabii. Bwana asifiwe. Ati
Lakini sasa viungo ni vingi, ila mwili ni mmoja. Na jicho haliwezi kuambia mkono, sina haja na wewe, wala tena kichwa hakiwezi kuiambia miguu, sina haja na ninyi. Bali zaidi sana vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa vinyonge zaidi, vyahitajiwa zaidi. Na vile viungo vya mwili vyadhaniwa kuwa havina heshima, viungo vile twavipa heshima zaidi. Na viungo vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana. Kwa maana viungo vya uzuri havina uhitaji, bali Mungu ameungamanisha mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungukiwa, ili kusiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzane, kila kiungo na mwenziwe. Na kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia nacho. Na kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote hufurahi pamoja nacho. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo, na viungo kila mmoja peke yake. Bwana apewe sifa. Inaonekana kwamba ni kiungo ambacho hakina heshima, lakini kiko na heshima. Kinaonekana ni kama ni kiungo hakifai, lakini kinafaa zaidi. Bwana asifiwe. Hata kwa mwili wako kuna viungo ambavyo huwa havionekani ama huwa havisikiki mchana, lakini ni vya maana mwilini mwako. Bwana apewe sifa. Na hata nasi pia kuna wengine huwa hatuwasikii, hata huwa hawasemi mengi, lakini ni muhimu sana kwa mwili wa Kristo. Bwana apewe sifa. Wako na umuhimu zaidi katika mwili wa Yesu Kristo. Viungo ambavyo vinaonekana vimenyamaza, lakini vinahitajika. Bwana apewe sifa. Ni viungo ambavyo ni muhimu sana kwa mwili wa Kristo. Nakumbuka ni Roho amefanya vile. Hivyo viungo viwe vya kuheshimika. Bwana apewe sifa. Lakini viko na ni mmoja wa mwili. Na chochote kinafanyikia mwili, kinafanyikia viungo hivyo vingine vyote. Kumbuka tunaambiwa kwamba kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote vinatukuzwa. Bwana asifiwe. Uliona Habili akiinuliwa, Kaini aliona wivu. Bwana asifiwe. Unaona Yusufu akiinuliwa, ndugu zake waliona wivu. Yesu Kristo alipokuwa ameanza kuwa na ushirika mkubwa, watu wanamfuata sababu wanapona. Wale high priest walianza kuona wivu. Bwana apewe sifa. Amen. Na wewe je, mwili wako? Mtu akija kuambia hiyo nywele yako ni nzuri sana, na mtu afurahie, unataka kuniambia mikono yako siku hiyo haitakubali kukula? Sababu kwa nini nywele ndiyo imetukuzwa, mikono hatukutukuzwa sisi? Bwana asifiwe. In fact, hiyo mkono ndio itaenda kwa nywele na kuigusa na kusema ala, iko sawa Bwana asifiwe. Viungo vyote vinatukuzwa. Hebu nasi tufikirie vile hata katika nyumba ya Mungu. Kiungo kimoja kikitukuzwa, sote tunatukuzwa. Bwana asifiwe. Kiungo kimoja kikiwa kimeinuliwa, tunaamini sote tumeinuliwa sababu ya hicho kiungo kimoja. Bwana asifiwe. Sio kuanza hadi siku hiyo waje Korea, unaona mkono imekataa kabisa. Kwa nini? Kwa nini nywele ndiyo imeangua iko nzuri? Bwana asifiwe. Kwani sisi wengine hakuna kitu tumekuwa tukifanya? Bwana asifiwe. Hebu tuelewe ni mwili. Na kiungo kimoja kikiinuliwa, yote imeinuliwa. Kiungo kimoja kikitukuzwa, yote imetukuzwa. Na hata kiungo kimoja kikiwa na uchungu, mwili mzima unakuwa na uchungu. Bwana apewe sifa. Ukigongwa hata kidole hiki kidogo tu, uende kufunga mlango, kidole hiki kidogo kigongo, mwili mzima utakaa chini kusikia uchungu, sababu unahisi uchungu mwili mzima sababu ya kidole hicho kimoja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hebu tuwe vile, sababu tumeitwa mwili wa Kristo. Bwana asifiwe. Hebu soma 28. Ijine ni mwili wa Kristo. Na kama ndo mundu wa nyine kikakiaguo. Ona thini wa kanitha, Ngai akirete andu amwe matuike o mbere atumwo, akiri anabii, agatatu arutani, na thutha wa ũguo kũgĩe na ũringi wa ciama. Ningĩ iheo cia ũhonania wa mĩrimũ na maũndũ ma ũteithania na ma ũtabarĩri, ona ũhoro wa gũthioma thiomi. No anga andũ othe marĩ atũmwo, no anga othe marĩ anabii, no anga othe marĩ arutani, othe nĩ aringi a ciama, othe nĩ iheo cia ũhonania.
othe nĩ magĩthiĩ magathiomi, othe nĩ makĩhotaga gũtaũranĩra thiomi icio. No rĩrĩ, wĩriragĩriai kũheo irio ciumanĩte na wega wa Ngai iria ikĩrĩte iria ingĩ, na hamwe na ũguo-rĩ, nĩ ngũcoka kũmuonia njĩra ĩngĩ ĩrĩa njega makĩria. Atina Mungu ameweka wengine katika kanisa. Wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa na masaidiano na maongozi na aina za lugha. Je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote watenda miujiza? Wote wana karama za kuponya wagonjwa? Wote wanena kwa lugha? Wote wafasiri? Takeni sana karama zilizo kuu. Hata hivyo nawaonyesha njia iliyo bora. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuelewe, ndani ya nyumba ya Mungu ni karama nyingi ameweka kati yetu. Kwa hivyo iliyo muhimu ni kwamba ukiona kuna jambo ndani ya ndugu au dada, ukiona kuna vile Mungu anatumia fulani au fulani, tusiwe na wivu na wengine. Bwana asifiwe. Tusiwe na wivu, ile wivu ambayo ilileta kifo. Bwana asifiwe. Ambayo ilileta vita kati ya ndugu wawili, mmoja akaingilia mwingine na akamwangamiza. Bwana asifiwe. Tusiwe na wivu ndugu na yule mwingine. Elewa kile kiko ndani ya ndugu yako kinakufaidi hata na wewe. Bwana asifiwe. Jua kwamba sisi ni mwili mmoja, na kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote vimetukuzwa. Bwana asifiwe. Na tukiwa kama mwili, hatu represent sisi wenyewe, tuna represent mwili wa Yesu Kristo. Kumbuka kuna jina la Yesu tumeandikwa. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo kila jambo inatendekea hiyo mwili ni Yesu Kristo. Ikiwa watu watacheka huo mwili, wanamcheka Kristo. Ikiwa watu watadharau hiyo mwili, wanadharau Kristo. Bwana asifiwe. Na wanamdharau kwa nini? Sababu viungo havisikizani. Viungo vinapigana. Viungo vinaona uwivu mmoja na mwingine. Viungo vimekaa pamoja vikichukia ama vikiingilia kiungo kingine. Bwana asifiwe. Hebu tusiaibishe jina la Yesu Kristo likiwa ndani yetu. Tuache Yesu atukuzwe. Haleluya. Kwa hivyo kila mmoja tusimame mahali tunafaa kusimama. Tufanye kile tunafaa kufanya. Mtu akiangalia huo mwili wa Kristo, mwili wenyewe unatukuzwa. Bwana asifiwe. Na Yesu anakuwa wa kufurahi sababu mwili wake umesimama vyema. Bwana asifiwe. Nafika hapo kwa leo na Bwana wabariki.